Gani mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribisha tena kwenye kipindi chako pendwa cha Live Theater. Live Theater maana yake ni maisha na upasuaji. Kama tunavyoona tupo mwezi wa 12, ni mwishoni kabisa wa mwaka 2025. Kwa hiyo siku hii ya leo tutazungumzia mambo ya kuzingatia barabarani kuelekea mwisho wa mwaka. Tunajua ongezeko la watu ni kubwa sana kutoka mikoani, kama ilivyo kawaida ya Wachaga wanakuja kuhesabiwa. Kwa hiyo siku hii ya leo tutaambiwa ni vitu gani ambavyo tunapaswa kuvizingatia ili kuendelea na hali ya usalama barabarani, wa miundombinu ya watu binafsi kwa binafsi, lakini pia wa chombo chako cha moto pale unapokuwa barabarani. Mimi ni Esther Mamkwe, nikwambie endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Lakini wewe ambaye bado, chukua hatua hiyo, kwani wakati mzuri ni sasa hivi. Tupo na mgeni hapa atakwenda kutuelezea kuhusiana na mada ya siku hii ya leo. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndiyo. Kwa majina naitwa Sergeant Samora Jonathan. Ndio. Natokea kitengo cha usalama barabarani elimu kwa umma mkoa wa Kilimanjaro. Ndio. Ndio. Karibu sana. Mada ya siku hii ya leo ni mambo ya kuzingatia kwa watumiaji wa barabara kuelekea mwisho wa mwaka. Ni vitu gani ambavyo tunapaswa kuvizingatia? Asante sana. Kila inapofikiaga mwisho wa mwaka, hususan katika kuanzia miezi ya 12, ndio, sisi kama jeshi la polisi huwa tunatoa elimu kwa watumiaji wa barabara kwamba namna gani na ni mambo gani ya kuweza kuyazingatia, ili lengo hasa likiwa ni kudumisha swala zima la usalama barabarani. Ndio. Na haya makundi yanayotumia barabara, nikianza na makundi haya ya madereva, siku zote tunasisitiza na kusema ya kwamba dereva anapaswa aweze kuzingatia sheria za usalama barabarani. Okay. Dereva huyu anapaswa aweze kuziheshimu, kuzitii na kuzifuata alama za barabarani. Ndio. Kwa hiyo katika kipindi hiki, hususan katika kuelekea mwisho wa mwaka, dereva anapaswa aweze kuzingatia sheria za usalama barabarani na anapaswa aweze kuhakikisha kwamba dereva ana jukumu ya kulinda usalama wake yeye pamoja na usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Okay. Dereva huyu aepukane na yale makosa hatarishi yanayopelekea kutokea kwa ajali za barabarani. Ndiyo. Kama vile mwendo kasi, kuyapita au kuvipita vyombo vingine barabarani pasipo kuchukua tahadhari, matumizi ya pombe pamoja na madawa ya kulevya. Kwa hiyo katika kundi la madereva hawa katika wanaoendesha vyombo vya moto, wajikite katika kuzifuata na kuzingatia sheria za usalama barabarani pamoja na hizi alama za barabarani. Okay, sana. Katika kuzingatia ni kwa madereva tu au abiria pia, si watembea kwa miguu, ama ni watu gani ambao hasa wanapaswa kuzingatia? Asante sana. Nimeanza na kundi la madereva. Hali kadhalika tuna kundi la abiria. Ndio. Abiria katika kipindi hiki ambacho tutashuhudia ongezeko la abiria wengi katika mkoa wetu wa Kilimanjaro pamoja na mikoa mingine, kwamba katika sikukuu hizi za mwisho wa mwaka, hususan katika mwezi huu wa 12, utakuwa na idadi kubwa ya watu wengi wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndiyo. Lakini abiria wanaopanda katika hivi vyombo vya moto vinavyotumia barabara, hususan mabasi, watambue kwamba wanao jukumu kubwa la kukemea na kupaza sauti pamoja na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, hususan kwa wale ambao wanaovunja sheria za usalama barabarani. Okay. Kwa madereva wanaovunja sheria za usalama barabarani, abiria wasikae kimya, wapaze sauti, wakemee na watoe taarifa kwa jeshi la polisi dhidi ya kiukwaji au uvunjaji wa sheria za usalama barabarani. Okay. Hali kadhalika tuna hili kundi la watembea kwa miguu. Kutakuwa na ongezeko kubwa sana la ya haya makundi, hususan makundi haya watembea kwa miguu, kwamba siku zote tumekuwa tukisema kwamba kundi la watembea kwa miguu ndilo kundi linaloongoza kuwa na idadi kubwa kuliko makundi yote yanayotumia barabara. Okay. Kwa hiyo hili kundi la watembea kwa miguu wazingatie matumizi sahihi ya barabara kwa watembea kwa miguu. Hali kadhalika wazingatie namna bora na sehemu sahihi na salama kwa ajili ya kuvuka barabara. Pamoja na makundi mengine kama makundi ya wapanda pikipiki na waheshimu sheria za usalama barabarani, wasiendeshe pikipiki mwendo kasi, wasijihusishe na matumizi ya pombe au madawa ya kulevya, wasifanye wrong overtaken, kuyapita au kuvipita vyombo vingine barabarani pasipo kuchukua tahadhari. Kama ni bodaboda avae kofia ngumu. Okay. Kama ni bodaboda hakikisha kwamba anatakiwa abebe abiria mmoja. Na hali kadhalika dereva bajaji naye abebe abiria watatu na aweze kuzingatia matumizi sahihi ya barabara. Pamoja na makundi mengine yanayotumia barabara. Lengo hasa likiwa ni kuendelea kudumisha swala zima la usalama barabarani, hususan katika
kipindi hiki. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, nipo na maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili 6. Huwezi kuyapata sehemu nyingine yoyote ila tu ndani ya huduma hii. Huduma hii, siku za huduma ni Jumatano, Ijumaa pamoja na Jumapili. Siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30, lakini siku ya Ijumaa na Jumatano ni saa 8 mpaka saa 11. Kama unatokea Moshi mjini, utapanda magari ya Maili 6, Machame, Sadala ya kwenda Arusha, utashuka kituo cha Mashine, utakuta bango kubwa la ratiba za ibada. Lakini kama unatokea pia Boma, Sanya, Machame, Maili 6, utapanda pia magari ya kuja Moshi mjini, utashuka kituo cha Mashine, ndipo utakutana bango kubwa la ratiba za ibada, utaingia na njia hiyo. Hapo ndipo unaweza kupata maji haya, na ndo sehemu huduma ilipo ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili 6. Tunaendelea na mada ambayo nasema mambo ya kuzingatia wakati wa kutumia barabara kwenye kuelekea mwisho wa mwaka 2025. Tumezungumza mengi lakini bado tunaendelea. Wakati ni wako sasa, tuma komenti yako ili uweze kupatiwa majibu nini ambacho unapaswa kufanya, lakini sikiliza kwa umakini uweze kufahamu, uweze kuelewa. Pengine kuna kitu unafanya unajiona uko right, lakini hapa utakwenda kujua ni sawa ama sio sawa. Tukiendelea, kabla hujaanza safari, wewe ambaye mtu anatumia chombo cha moto, ni vitu gani ambavyo anapaswa kufanya ama anapaswa kuviangalia kwenye gari lake ili hata anapokuwa njiani aepuke yale matatizo ya barabarani? Kitu ambacho hususan kwa ndugu zetu ni madereva, wanachokuwa wafanye kabla ya safari ni kufanya ukaguzi wa vyombo vyao. Wafanye ukaguzi katika mifumo iliyoko katika vile vyombo ambavyo wanavyoviendesha. Afanye ukaguzi katika mifumo ya gia, mifumo ya injini, mifumo ya breki, mifumo ya clutch, mifumo ya taa, mifumo ya matairi, mifumo ya chassis, pamoja na mifumo mingine iliyoko katika chombo kile husika. Lengo hasa likiwa ni kuweza kubaini kama kuna changamoto zinazotokana na ubovu. Kwa hiyo kundi hili la madereva kabla na baada ya safari wanapaswa waweze kufanya ukaguzi wa vyombo vyao, na ukaguzi uko kwa mujibu wa sheria kupitia kifungu kile cha 45. Sheria hii ya usalama barabarani ni kwamba dereva ama mmiliki atafanya ukaguzi wa chombo chake, lengo hasa likiwa ni kujiridhisha katika utendaji kazi wa ile mifumo iliyoko katika kile chombo, ili chombo hiki kisiwe chanzo cha kupelekea kutokea kwa hizi ajali za barabarani. Na dereva anapaswa kufanya nini pale anapokaribia eneo la makutano, tukizungumzia roundabout? Asante sana. Dereva anapaswa siku zote aweze kuchukua tahadhari. Na hii tahadhari inaenda sambamba na uzingatiwaji wa sheria za usalama barabarani. Nikiwa na maanisha kwamba dereva anapofika katika maeneo haya ya roundabout, kwanza hakikishe kwamba anaingia katika maeneo yale kwa njia ile ya usalama. Kama tayari kuna mtu yuko katika ule mzunguko au kuna gari jingine linazunguka katika ule mzunguko, dereva anapaswa aweze kuwa na subra. Aweze kuwa na subra, gari iliyoko pale katikati ule mzunguko likishapita naye ataweza kupita. Lengo hasa likiwa ni kuendelea kudumisha usalama barabarani katika maeneo hayo ya mizunguko. Sawa, tumezoea kuona ambulance ndo magari ya dharura. Vipi katokea mimi mtu binafsi nina dharura, napaswa kufanya nini ili kupewa kipaumbele ninapokuwa barabarani? Asante sana. Magari ya dharura yametajwa katika sheria ya usalama barabarani kwamba ni magari yaliyoko katika shughuli ya dharura ambayo umesema kama ambulance. Kuna gari kama lazima moto na uokoaji. Kuna magari kama ya vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na magari mengine yatakayokuwa katika shughuli za dharura. Ikiwa na maanisha kwamba wako baadhi ya watumiaji wengine wa barabara, labda wakati mwingine katika magari yao ya binafsi, wanakuwa na abiria mule au wanakuwa na mgonjwa ambao wanataka uweze kumwaisha katika nini? Hospitali. Kwa nalo litagundulika kwamba ni gari la dharura pindi itakapokuwa katika shughuli ya kidharura. Na tukasema kwamba haya magari ya dharura ili tuweze kugundua kwamba ni magari ya dharura, basi kwamba kama gari lile kama ni binafsi, labda lina kimulimuli wala king'ora, basi dereva awashe taa. Lengo hasa likiwa ni kumtafadhalisha mtumiaji mwingine wa barabara dhidi ya dharura iliyopo kwa wakati ule.
Huoni kupitia njia hiyo naweza nikafanya kazi za magendo, nikabeba bidhaa ambazo ni haramu, kwa kupitia hivyo nikafanya kama nina dharura? Sheria imeelekeza na kusema kwamba haya magari yatumike kwenye dharura tu. Itakapobainika kwamba wewe umefanya shughuli nyingine ambayo sio ya dharura, au labda umejihusisha katika ubebaji wa magendo ama madawa ya kulevya, nafikiri hatua kali zitachukuliwa dhidi yako. Okay. Kwa sababu sheria imeelekeza ikasema kwamba haya magari yatumike katika shughuli ya dharura tu, kwamba wakati mwingine sisi tunapotilia shaka kwamba ile gari labda ni gari ya dharura, lakini tukapata taarifa kwamba sio gari la dharura, labda linatumika katika kufanya uhalifu wa makosa mengine ya jinai, basi huwa tunachukua hatua, tunalisimamisha, tunamkamata dereva, tunalizuia ile gari, pamoja na taratibu nyingine za kisheria zitafanyika katika eneo lile, na kisha ile gari itapelekwa kituoni pamoja na dereva. Sawa, nini maana ya udereva wa kujihami? Maana udereva kujihami ni udereva ambao dereva anapaswa aweze kuchukua tahadhari hata kwa uzembe unaotokana na watumiaji wengine wa barabara. Nikiwa namaanisha kwamba wakati mwingine barabarani kuna kuwa na uzembe unaotokana na watumiaji wa barabara. Kwa mfano, labda kama mtembea kwa miguu anavuka barabara eneo ambalo labda lina kona. Okay. Au eneo ambalo na makutano ya barabara. Kwa hiyo dereva hapa anapaswa aweze kujihami, lengo hasa likiwa ni kuweza kuepukana na hii changamoto ya ajali, aidha ajali ile inataka kusababishwa na mtumiaji mwingine wa barabara. Okay. Au wakati mwingine unajikuta kwamba labda aliyoko barabara ndogo analazimisha kuingia barabara kubwa. Kwa dereva yule wa barabara kubwa inapaswa aweze kutumia ile dereva kujihami, lengo hasa aweze kuepusha ile changamoto ya ajali ambayo ingeweza kutokea kutokana na uzembe wa mtumiaji mwingine wa barabara. Okay. Ninawezaje kuvuka barabara ambapo sio sehemu ya kivuko, na tukiangalia umbali tuseme kuna kama kilomita fulani ama mita fulani hamna kivuko, nikimaanisha ile zebra, nitafanyaje ili niweze kuvuka barabara? Yapo maeneo ambayo ni sahihi na salama kwa ajili ya kuvuka barabara. Ndio. Na maeneo yao ni kama vile maeneo ambayo barabara imenyooka, eneo ambalo kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, eneo ambalo unaweza kuona pande zote za barabara vizuri, eneo lisilo na makutano ya barabara. Okay. Eneo lisilo na kizuizi chochote, au eneo lisilokuwa na kona, eneo lisilokuwa na mteremko, eneo lisilokuwa na mlima. Okay. Hayo maeneo niliyoyataja ni maeneo ambayo ni sahihi kwa ajili ya kuvuka barabara, kwamba tuvuke barabara maeneo ambayo barabara imenyooka, tuvuke barabara maeneo ambayo tunaweza kuona pande zote za barabara, tuvuke maeneo ambayo kuna kivuko cha watembea kwa miguu, na tusivuke barabara katika hayo maeneo ambayo nimeyataja, kama kwenye kona, kwenye makutano ya barabara, kwenye mteremko, kwenye mlima, kwenye kizuizi. Sehemu kwenye kizuizi ambacho huwezi kuona pande zote za barabara, huwezi kuvuka barabara katika maeneo yale. Sawa, ni ipi haki ya abiria pale anapokuwa kwenye chombo cha usafiri? Haki ya abiria ipo kwa mujibu wa sheria ya usafirishaji, kwamba abiria anao wajibu wa kuhakikisha kwamba anakuwa na tiketi, anadai tiketi katika pindi ambapo anaposafiri. Ndio. Abiria anayo haki ya kutoa nauli inayostahiki kulingana na aina ya gari au daraja la gari ambalo amelipata. Okay. Abiria anao haki ya kuhakikisha kwamba tunasema abiria ana wajibu wa kuhakikisha kwamba kemea makosa yale hatarishi yanayotokana na uzembe wa madereva ambao wamekuwa kufanya akiwa barabarani. Ndio. Abiria ana haki ya kupaza sauti. Okay. Pindi ambapo dereva anafanya makosa hatarishi yanayopelekea kutokea kwa ajali za barabarani. Abiria anao haki ya kutoa taarifa katika kituo cha polisi dhidi ya dereva anaokiuka sheria hizi za usalama barabarani. Abiria anao haki ya kupewa tiketi, alipe nauli stahiki na aweze kutoa tiketi, pamoja na haki nyingine ambazo zinazoendana na abiria huyu ambaye aliyopanda chombo cha moto. Okay, sawa. Kuelekea mwisho wa kipindi, ningependa unawaambia nini abiria, madereva, watembea kwa miguu katika kuelekea mwisho wa mwaka, ili tuepukane na ajali za hapa na pale, ajali za mara kwa mara? Asante sana. Sisi kama Jeshi la Polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro, tunatoa wito kwa watumiaji wote wa barabara
kuna kama ili kundi la wasukuma mkokoteni ambao wengi wamekuwa katika maeneo ya masoko pamoja na maeneo ya stand. Ndio. Hususan katika kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka waweze kuchukua tahadhari na waweze kufanya matumizi sahihi ya barabara kwa ajili ya wasukuma mkokoteni. Ndio. Wasukuma mkokoteni wasibebe mizigo ambayo ni mipana mikubwa kuzidi uwezo wa bodi lile la mkokoteni. Okay. Wasukuma mkokoteni wanao wajibu wa kuhakikisha kwamba wanalinda usalama wao wenyewe pamoja na usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Nikiwa namaanisha kwamba wasibebe mizigo ambayo itakayokuwa kero na usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara, au wasisukume mikokoteni yao maeneo ambayo ni hatarishi, yanaweza kusababisha aidha kero ama usumbufu ama ajali kwa watumiaji wengine wa barabara. Katika ile kundi nalo la wasukuma tunasema kundi la wapanda baisikeli, nao wazingatie kabisa wanapoendesha baisikeli zao, zinakuwa na taa, zinakuwa na kengele, zinakuwa na brake, na wao wenyewe wanafaa zile tunasema wanavaa nguo angavu ili waweze kuonekana vizuri na watumiaji wengine wa barabara. Pamoja na haya makundi mengine kama ambao nimeelezea kwamba kundi la madereva wazingatie sheria za usalama barabarani, waepukane na yale makosa hatarishi, wazingatie udereva wa kujihami. Halikadhalika abiria wazidi kutoa taarifa, wazidi kupaza sauti, wazidi kukemea na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, hususan pale ambapo dereva amekuwa akifanya au anafanya makosa hatarishi yanayopelekea kutokea kwa ajali za barabarani. Halikadhalika wenzetu bodaboda na bajaji ambao ndio usafiri unaotumika na watu wengi, nao waweze kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria, wanavaa kofia ngumu kwa hawa bodaboda ya pikipiki ya magurudumu mawili, wasibebe abiria zaidi ya mmoja kwa hawa ndugu zetu bodaboda. Halikadhalika madereva bajaji wasizidishe abiria, waweze kuwa na leseni madereva wote wa pikipiki na waweze kuzingatia matumizi sahihi ya barabara. Kundi la watembea kwa miguu, hususan ili kundi la tunasema ni kundi la wanaotembea kwa miguu, kwamba waweze kuhakikisha kwamba wanazingatia matumizi sahihi ya barabara. Na hususan katika kipindi hiki kutakuwa na kundi la watoto, kwa sababu shule zimefungwa, wengi watakuwa katika maeneo yale ya starehe kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tunatoa wito wa kwamba mtoto asiachwe peke yake akatembea barabarani. Okay. Mtoto aweze kuwa na watu wazima kwa ajili ya kuweza kuwa monitor au ili aweze kuhakikisha kwamba watoto hawa wanavuka barabara salama. Okay. Watoto hawa wanakuwa salama wanapokuwa katika mizunguko yao hiyo ya watoto, ili lengo likiwa ni kuepukana na ajali zinazotokana na hawa watoto kugongwa na magari. Kingine tuna kundi la wazee. Ndio. Wazee wetu wasiachwe barabarani wakavuka barabara wenyewe. Wazee waelekezwe na wasaidiwe namna ya kuvuka barabara, na wazee waelekezwe namna ya kutembea barabarani. Okay. Tuna kundi la walemavu. Walemavu hawa kuna walemavu wa aina mbalimbali. Kuna walemavu wasioona, walemavu wasiosikia na walemavu wa akili. Okay. Kwa tunapoona makundi haya maalum, tuyape msaada, tuwasaidie namna ya kuvuka barabara, tuelekeze namna ya kutembea barabarani, tusiwaache wenyewe wakiwa wanatembea barabarani au wanavuka barabara, mwisho wa siku wakajikuta wanagongwa, mwisho wa siku tutaenda kupata ajali zinazotokana na hili kundi maalum kugongwa. Kwa hiyo kama jeshi la polisi tunaendelea kusimamia sheria. Okay. Tunaendelea kutimiza wajibu wetu. Kuelekea kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, tumejipanga katika kutoa elimu pamoja na kuhakikisha kwamba wale wanaovunja sheria tunawachukulia hatua za kisheria, ikiwemo kuwafikisha mahakamani. Lakini tunatoa wito sisi kama jeshi la polisi ya kwamba sisi watumiaji wa barabara tuendelee kudumisha usalama barabarani, lengo hasa likiwa kuendelea kuenzi usalama wetu wa barabarani ili tuweze kuepukana na ajali za barabarani. Sawa, shukran sana. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Endelea kubaki na Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Asante.